أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Alamat husnul khatimah. Bado tungaliko katika mlango wa 8 katika kitabu Ahkamul Janaiz wa Bid'ati wa Bid'iha, kitabu kinachozungumzia hukumu za mambo ya mazishi na mambo yake yaliyozuliwa. Tuko katika sehemu ya 8 ya alamat husnul khatimah, alama zenye kuonyesha uzuri wa mwisho wa Muislamu, namna anavyoondoka duniani. Akipata moja katika alama hizo, amepata uzuri wa mwisho. Tena patategemea amali zake zilikuwaje, lakini amepata uzuri wa mwisho pindi akipata alama hiyo moja katika alama hizo. Nakumbuka tulifika katika alama ya 3, almautu lailatul jum'a au nahariha. Natumai hatujaanza kuingia katika sehemu ya 4 labda. Basi leo insha Allah tuondokea katika arabi'a, alama ya 4 ya uzuri wa mwisho. Alama ya 4 ya kuondoka duniani mtu katika nafasi nzuri kabisa, ikawa amepata uzuri wa mwisho. Al-istishhadu fi sahati al-qital, ni kuuawa shahidi katika uwanja wa vita. Vita vyenyewe panapiganwa, yeye yuko pande wa haki na wale wanaopigana nao wako pande wa batili. Ikawa yeye yuko katika jihad, anapigana kwa ajili litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, ili liwe neno la Mwenyezi Mungu ndio liko juu. Hiyo ndio lengo lake. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Kwani hadithi inasema mwenye kupigana ili liwe tamko la Mwenyezi Mungu liko juu, basi huyo anahesabiwa yuko fi sabilillah. Na ikiwa atauawa katika uwanja huo, basi yeye inakuwa amepata uzuri wa mwisho. Qala Allah Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu kwenye kitabu chake Qur'an al-Karim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, na wala msiwadhanie wale ambao wameuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwamba wamekufa moja kwa moja, hawana tena uhai, kwamba wamepoteza wakati wao bure, kwamba labda wamekula hasara. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bali wao wako hai huko waliko mbele ya Mola wao. Uhai anaujua yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe, na hao aliowapa uhai wa kiroho kabla kufuliwa katika ulimwengu wa barzakh, si katika dunia wala si akhira, kwenye barzakh wako hai mbele ya Mola wao, tena wanaruzukiwa. Na bila shaka riziki za huko walizonazo ni nzuri zaidi kuliko zile walizoziacha duniani, kwa vyovyote itakavyokuwa. Farihina bima atahum Allah, wanafurahia kwa yale ambayo amewapa Mwenyezi Mungu, min fadlihi, katika mazuri yake, katika matukufu yake, katika ihsani yake. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim, na wanawatakia bishara njema wale ambao bado hawajakutana nao huko. Min khalfihim, katika wale waliowaacha nyuma yao duniani huko, wanawabashiria kheri kwa kuwaambia na nyinyi vile vile, alla khawfun alaihim, kwamba hapana hofu vile vile juu yao waliobakia duniani, wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah, wana wabashiria kwa neema itokanayo na Mwenyezi Mungu, wa fadhli na ihsani kubwa.
wa anna Allaha la yudhi'u ajra almu'minin, na kwamba Mwenyezi Mungu si mwenye kupoteza malipo ya waumini. Hii ni aya iliyopo katika suratu Ali Imran katika aya nambari 169. Imekuwa ni dalili ya wazi kuonyesha kwamba kama mtu ameuawa katika sahatil qital, kwenye uwanja wa vita, dalili ni kwamba yeye amekufa akiwa amepata mojawapo min alamati husnil khatima, katika alama mojawapo za uzuri wa mwisho. Na aya hii kama tulivyozungumza katika darasa za nyuma, iliteremka baada ya mazungumzo ya bwana mtume na Jabir, baada ya mazungumzo ya bwana mtume na Jabir ibn Abdullah ibn Amir. Baba yake kama tulivyoona alimwambia mwanawe Jabir, bwana Abdullah alimwambia Jabir kwamba mimi sijioni isipokuwa nitauawa katika vita hivi vya Uhud, tena wa mwanzo kuuawa, na hakuna kitukufu ambacho mimi nimekiacha nyuma nikiondoka duniani, nikimwacha mjumbe wa Mwenyezi Mungu, basi hakuna kingine kwangu azizi kuliko wewe mwanangu mwanamume, na kuhesabu kwamba ni katika rasilimali yangu kubwa ninayoiacha. Kwa hivyo unilipie madeni yangu ninayodaiwa na watu, na pia uwahusie ndugu zako wote kutenda mema. Anahusiwa Jabir na baba yake bwana Abdullah, anaambia sijioni mimi isipokuwa nitakufa kwenye vita hivi. Basi naam, ikawa vile vile ndivyo ilivyo. Mauti kweli amemnamia. Zilipoanza tu vita Uhud, katika maiti wa Kiislamu waliouawa 70, mmoja wapo alikuwa ni Jabir, alikuwa ni Abdullah baba yake Jabir. Basi bwana mtume siku moja alimwita Jabir, mtoto mtu aliohusiwa yule, akamwambia ya Jabir, inna Allaha lam yukallim ahadan illa min wara'i hijabin, hakika Mwenyezi Mungu hajapata kuzungumza na yoyote isipokuwa nyuma ya pazia. Walakinahu kallama abaka biduni hijabin, lakini amezungumza na baba yako Jabir bila ya pazia. Lamma mata shahidan, wakati alipokufa hali ya kuwa ni shahid katika vita vya Uhud, Mwenyezi Mungu alisema naye kwa kumuuliza na kumwambia, ya shahidu tamanna alayya u'tika ma tasha'u fa ana malikul mulki wa malikul muluk. Ewe shahidi, tamani kwangu mimi sasa na nitakupa utakacho, mimi ndio mfalme wa falme na ndio mwenye kumiliki falme zote. Baba yake Jabir bin Abdullah akasema, atamanna an a'uda ila dunya liuqtala fika maratan ukhra, ninachokitamani ni kurejea duniani ili nikauawe tena mara nyingine. Naona raha kubwa mno. Kumbe hivi ndivyo anavyopokelewa shahidi. Nipe tena Mwenyezi Mungu uhai nikauawe kwa ajili yako mara nyingine. Qala laqad sabaqa alqawlu minni annahum ilayha la yurja'un. Mwenyezi Mungu akamwambia, limekwisha tangulia tamko kwangu mimi kwamba anaofika huko arejee duniani. Bwana Abdullah akajitetea akasema, na jambo la pili ninalotaka mimi nirejee duniani, wali ukhbira ashabi bima ana fihi minan na'imil muqim, na nenda nikawape habari wenzangu Waislamu kwa yale niloyapata mimi katika neema za kudumu milele. Mwenyezi Mungu akamwambia, ana ukhbiruhum bidhalika, mwenyewe nitawapa habari kwa hayo. Basi kana kabiru umanai wahyi as-samai yajubu al-afaq wa yatwi bi ajnihatihi sab'a at-tibaq wa yanzilu bi qawli Allahi tabaraka wa ta'ala, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Wakati Mwenyezi Mungu anamwambia Abdullah kama nitawapa habari mwenyewe, basi pale pale Jibril anapasua anga, anakuja kwa Nabii Muhammad na tamko hili, na wala msiwadhanie waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu wamekufa moja kwa moja, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bali wako hai mbele ya Mola wao wanaruzukiwa, tena farihina. Mwenyezi Mungu anawapa habari kwa lile azma alilokuwa nalo bwana Abdullah. Sikataka kwenda kuwapa habari kwa neema alionayo, basi Mwenyezi Mungu anawajulisha kama msiwadhania hawa kina Abdullah huko kama wamekufa fofo,
wako hai mbele ya Mola wao waruzukiwa, tena farihina bima atahumullahu min fadlihi, wao wanayafurahia aliyowapa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim, na wanawabashiria mema wale ambao hawajakutana nao bado, min khalfihim, wale wako nyuma yao, alla khawfun alaihim wala hum yahzanun, wanawabashiria kwamba hapana hofu juu yao na wala hatahuzunika. Yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin, wanawabashiria kwa neema ya Mwenyezi Mungu na fadhila kubwa. Wa anna Allaha la yudhi'u ajra almu'minin, na kwamba Mwenyezi Mungu si mwenye kupoteza malipo ya waumini. Imekuwa hiyo vile vile ni katika alamati husnul khatima. Wa fi dhalika ahadithun, na katika jambo hili la kuuawa mtu fi sahati alqital ni alama ya uzuri wa mwisho, ndani yake mna hadithi nyingi mbali hii aya ya Qur'ani. Ya kwanza katika hadithi hizo ni pale Mtume aliposema lishahidi inda Allahi sittu khisalin, kwa ajili ya shahidi mbele ya Mwenyezi Mungu ana mambo sita special Mwenyezi Mungu amemwekea. La kwanza katika hayo sita, yughfaru lahu fi awwal daf'atin min damihi, shahid anaanza kusamehewa makosa yake yaliyo baina yeye na Mola wake, tokea pale msukumo wa mwanzo uliotoka katika mwili wake, katika damu yake, kapigwa upanga, basi ile mali ya matone ya damu ya mwanzo yanaanza kutoja yale, basi pale anaanza kusamehewa shahidi. Jambo la pili katika mambo sita ambayo shahidi anakuwa nayo, wayara maq'adahu min aljanna, na pale pale kabla hajafa anapata nafasi ya kuona nafasi yake atakwenda kukaa peponi. Pale pale kabla kutoka roho anaanza kupata mwangaza na anaanza kuona majumba, mahurul aini, kila kitu anakiona pale pale, nafasi yake anaona kabla kutoka roho. Jambo la tatu, wayujaru min adhabi alqabri, na hukingwa akaokolewa na adhabu ya kaburi. Na jambo la nne, wayamanu alfaz'u alakbar, na anasalimika nayo fadhaa kubwa ya siku siku yenye fadhaa kubwa, siku ya mangaiko, siku ambayo mtu anamkimbia mwanawe, anamkimbia mama yake, anamkimbia ndugu yake. Yauma yafiru almar'u min abihi wa ummihi wa akhihi, yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, anamkimbia mtu ndugu yake na mama yake na baba yake, kila mmoja na jambo lake limemshughulisha. Hiyo ni siku ya fadhaa kubwa, yeye atasalimika nayo fadhaa ya siku hiyo. Na jambo la tano, wayuhallu hulyatal iman, na atapambwa kwa pambo la imani. Wayuzawwaju alhurul ain, na pia kuozeshwa hurul aini. Wayushaffa'u min 70 insanan min aqaribihi, na shahidi anapata kukubaliwa kuwaombea watu 70 katika jamaa zake wa karibu ambao wanastahiki kuombewa. Ataambiwa shahidi, nyanyuka sasa katika jamaa zako waokoe, ombea na nimekubali ombeo lako. Hao ni mambo sita ambayo anakuwa nayo shahidi, ni katika alama yake ya uzuri wa mwisho hiyo. Hadithi hii akhrajahu Tirmidhi, ameitoa Imam Tirmidhi, wa sahahu, na akaisahihisha ya Tirmidhi, wa Ibn Hibban, na pia Ibn Hibban ameisahihisha hadithi hii katika sahifa kadha, wa Ahmad, na pia Ahmad bin Hanbali, wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi hii ni sahihi. Thumma akhrajahu, kisha akaitoa katika sahifa kadha, min hadithi Ubadah ibn Samit, katika hadithi nyingine ya bwana Ubadah ibn Samit, wa min hadithi Qais al-Judhami, na katika hadithi nyingine ya bwana Qais al-Judhami katika sahifa kadha, wa isnaduhuma sahihun aidan, na mategemezi yake hadithi mbili hizo vile vile sahihi vile vile. Hadithi ya pili katika zenye kushuhudia kwamba aliyekufa katika uwanja wa vita vya jihadi amekufa katika alama ya uzuri wa mwisho. Hadithi ya pili, an rajulin min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, imepokewa kutoka kwa mtu katika masahaba wa Mtume, anna rajulan qal, kwamba yuko mtu mmoja alisema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ma balul mu'minina
yuftanuna fi quburihim illa shahid. Imekuwaje waumini wanafitiniwa kwa kupewa adhabu kaburini mle kutokana na makosa yao, isipokuwa shahidi hafitiniwi, ana adhabu ya kaburi? Imekuwaje mambo haya? Qala, mtume akajibu, kafa bibariqati suyufi ala ra'sihi fitna, inatosha zile radi za panga ziliyopiga kwenye kichwa chake kwenye vita, inatosha kuwa ni adhabu ile. Tena gaadhibieni nikakukaburini. Inatosha zile dharba za panga alizozipata pale, mishari, mikuki, ghasia moja kwa moja vitani pale, na nyingine zinamkia vichwani akapasuka, basi zinatosha radi zile kuwa ni fitna yake. Kwa hivyo wameokolewa na adhabu ya kaburi. Hadithi hii rawahu an-Nasa'i, ameisimlia Imam an-Nasa'i katika sahifa kadha, wa anhu al-Qasim as-Surqusti, na kutokana na yeye vile vile imepokewa na Qasim fi gharib al-hadith, katika hadithi ambayo ni gharib, ngeni, nani dhaifu, lakini wasanaduhu sahihun, mategemezi yake ni kwa ni sahihi. Tanbih ifuatayo ni tanbih, jambo la kunabihisha ambalo wengi labda wameghafilika nalo, ni kwamba wasije kaona huzuni au wakatamani laiti wangekuwa nazo fadhila zile na wengine nao ambao hawakupata kufa shahidi vitani, wakaona kwamba tutapata wapi wenzetu bwana, wamekwenda katika mapambano watu bwana, pambana na vita vya jihadi, mtume kawatamkia mambo kadha 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 kadha, na Qur'ani imesema maneno kadha 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 kuhusu wao. Kwa hivyo daraja ile, daraja nyingine kabisa ile. Anatoa tanbihi Albani hapa, anasema turja hadhihi shahadatu, hutarajiwa kupatikana ushahidi huu, liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi, kwa yoyote atakaoomba shahada hii kwa utakasifu uliopo katika moyo wake. Ikiwa mtu ataiomba hii shahada kwa Mwenyezi Mungu ampe kweli kweli, hasa kwa uzati wa moyo wake, anaitaka aipate, afike katika manazili shuhada, daraja za mashahidi, na analiomba jambo hilo mukhlisan min qalbihi, kwa ikhlasi, ukweli uliomo kwenye moyo wake, basi ataipata shahada hii, atapata nafasi hii, atakuwa nayo yale mambo 6 au 7 aliyokuwa nao shahidi. Walau lam yatayassar lahu al-istishhad, hata kama haikuwa ni wepesi kwake yeye kwenda vitani kufa shahidi. Walau lam yatayassar lahu, hata kama haikuwa ni wepesi kwake yeye al-istishhad fil ma'raka, kufa shahidi katika uwanja wa mapambano, hata kama kafa kitandani, hata kama kafa pengine, lakini ndani ya moyo wake alikuwa anatamani, anaomba Mwenyezi Mungu amfikishe katika manazili shuhada, ataweza kuingia katika daraja hiyo bidalili qawlihi sallallahu alayhi wasallama, kwa dalili ya tamko lake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin, mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu ushahidi kwa ukweli wa moyo wake, naam, balaghahu Allahu manazila shuhada, atamfikisha Mwenyezi Mungu katika daraja za mashahidi. Wa in mata ala firashihi, hata kama amekufa juu ya godoro lake au tandiko lake. Hadithi hii akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim, wal Baihaqi an Abi Hurairah, pamoja na Imam Baihaqi kutokana na hadithi ya sahaba wa mtume bwana Abi Hurairah. Kwa hivyo hiyo ni tanbihi ili watu wasijakajiona kwamba wamekosa fadhila hizo. Turja hadhihi shafa'a ash-shahada, inatarajiwa shahada hii liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi, kwa yule mwenye kuiomba kwa ukweli wa ikhlasi ulioko ndani ya moyo wake. Walau lam yatayassar lahu al-istishhad fil ma'raka, hata kama haikuwa ni wepesi kwake yeye kufa shahidi katika uwanja wa mapambano, sababu mtume akasema man sa'ala Allah ash-shahada,
mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu shahidi bisidqin, kwa ukweli hasa moyo wake, balaghahu Allahu manazila ash-shuhada'i, atamfikisha Mwenyezi Mungu katika daraja za mashahidi. Wa in mata ala firashihi, hata kama amekufa juu ya kitanda chake. Alkhamisa, tukiwacha aliyekufa shahidi katika uwanja wa vita, tunaendelea na alama za uzuri wa mwisho. Alama ya 5, almautu ghaziyan fi sabilillah, ni kifo kilichomtokezea Muislamu akiwa yumo katika harakati kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu, akiwa safarini anakwenda vitani au anarejea, akiwa safarini anakwenda kusomesha dini au anarejea, akiwa safarini anakwenda kutafuta ilmu au anarejea, alimradi alikuwa akishughulikia jambo la Mwenyezi Mungu. Almautu ghaziyan fi sabilillah, yakimfika mauti katikati yake pale, basi faqad waqa'a ajruhu ala Allah, amekwisha thibitikiwa na malipo mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeyote yule aliyoondoka katika nchi yake kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu, anahama au anakwenda katika jambo la fi sabilillah, thumma yudrikuhu almaut, kisha yakamfika mauti njiani, Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, ameshapata malipo yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo almautu ghaziyan, jambo la 5 katika alama za kuondoka duniani mtu kwa vizuri sana, ni kifo akiwa safarini katika kutetea dini ya Mwenyezi Mungu. Wafihi, na katika jambo hili hadithani, ziko hadithi 2 za Mtume. Ya kwanza ni kauli yake Mtume alipouliza masahaba, ma ta'udduna ash-shahida fikum, nini mnahisabu nyinyi maswahaba kuhusu shahidi kati yenu? Hebu mnaelewa vipi? Kwa nipeni habari, shahidi mnamuelewa nani nyinyi? Qalu, maswahaba wakajibu, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa shahid. Ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sisi tunavyoelewa aliyeuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, yani unakusudia vitani, shahidi tunamtambua hapo sisi, tunamtambua basi hapo tu. Naam, hiyo ndio elimu yetu tupika hapo. Man qutila fi sabilillah fahuwa shahid, masahaba walikuwa wakijua aliyeuawa vitani katika njia ya Mwenyezi Mungu ni shahidi. Qala, Mtume akawaambia, inna shuhadaa ummati idhan la qalilun, ikiwa ni hivyo kwa aliyekufa vitani tu ndiye shahidi, basi mashahidi katika umati wangu watakuwa kidogo sana, maana si wote umati wangu watapata kwenda fi sabilillah kagazwa. Wengine hawapati fursa kama hizo, hamna. Itakuwa ni wale maswahaba nilikuwa nao mimi na zama za karibuni pale, ndo wale tu basi, wengine hawapati itakuwa. Kwa hivyo mashahidi katika umati wangu watakuwa kidogo sana. Qalu, hapo masahaba wakauliza, faman hum ya Rasulullah, basi tufahamishe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ni kina nani hao wengine mashahidi wa Mwenyezi Mungu? Qala, Mtume akasema, man qatala fi sabilillah, man qutila fi sabilillah fahuwa shahid, yoyote mwenye kuuawa akiwa katika njia ya Mwenyezi Mungu kama mlivyojua nyinyi, huyo ndio wa mwanzo shahidi. Lakini mashahidi si huyo tu, wa man mata fi sabilillah fahuwa shahid, hata aliyekufa mwenyewe ya kuuawa lakini alikuwa yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu katika jambo lolote la ibada alikuwa nalo, basi fahuwa shahid, naye pia kafa shahid, kwa sababu atafufuliwa mtu siku ya kiyama katika jambo alilokufa nalo. Sasa akifufuliwa katika jambo la khairi, basi shahidi. Anafufuliwa kakaa msikitini darasani, alama ya wazi kama alikuwa mtu wa khairi, na si kitu rahisi kukipata mtu yoyote tu hicho. Kuna tofauti baina ya man qutila fi sabilillah na man mata fi sabilillah. Moja aliyeuawa, qutila fi sabilillah, na nyingine man mata, amekufa mwenyewe, hatfa anfihi, kwa kuzibwa pumzi zake, lakini alikuwa fi sabilillah. Hapo fi sabilillah ni uwanja mkubwa sana. Jambo lolote mtu analolifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa fi sabilillah.
hata kama alikuwa ametoka kwake mguu mosi mguu pili kumpelekea maskini ya Mungu chakula, njiani thumma adrakahu almaut, ikamfika mauti, fa huwa fi sabilillah. Kama ambavyo mtu kama angelikufa akiwa njiani anakwenda au anarejea katika jambo ovu, amekufa vibaya, ameondoka duniani katika alama mbaya. Na vile vile basi kama atatoka roho yake ikiwa kwa kuuawa au kufa mwenyewe akiwa katika harakati za kidini, fa huwa fi sabilillah. Kwa hivyo ifurahie sana nafasi unayoitumia Muislamu unapokuwa hai katika jambo lolote lile ambalo Mwenyezi Mungu anamridhisha. Ifurahie sana nafasi hiyo, kwani hatoijutia mtu saa siku ya kiyama kuliko ile saa ambayo kaitumia katika umri wake hayupo katika jambo la Mwenyezi Mungu, katika saa hiyo hayupo katika kumfikiri Mwenyezi Mungu. Lakini kama umekaa pahala umeshughulikia jambo la dini, basi usiogope kupoteza wakati wako hapo. Wewe umekuwa unaingiza thawabu tu hapo, ukiondoka salama umepata thawabu nyingi sana. Na kama ndo uhai wako unamalizikia hapo, basi mambo mazuri. Min alamati husnul khatima, ni katika alama za uzuri wa mwisho. Na mtu siku ya kiyama atafufuliwa katika jambo lake la mwisho alilokufa nalo. Na ndiyo maana Mtume akasema, la tazalu qadamu abd, hautaondoka unyayo wa mja fi sahati al-adala, katika uwanja wa uadilifu siku ya kiyama, hatta yusala, mpaka aulize kwanza kiasi mambo manne hivi mpaka matano, manne kwa matano. Aulizwe kuhusu shababuka fima ablaita, ujana wako uliuharibu kwa vipi? Wa umruka fima afnaita, na umri wako uliumalizia jambo gani? Maana jambo hilo la kufia hilo muhimu sana hilo. Halafu tena ningia mengine, wa maluka min aina kasabta, na mali yako umeichuma kwa amali gani? Wa fima anfaqta, na halafu ulipoipata uliitumia vipi? Wa ilmuka, na ilmu yako vile vile, madha sana'ta fihi, uliifanyia mambo gani? Haya mambo mtu hawezi kuondoka pale mpaka ajibu mambo haya. Masuala ni mengi, lakini haya ndiyo kiini, haya ndiyo msingi. Hawezi kumaliza pale kesi yake akaambiwa kwamba kaa upande njoo mwingine, mpaka amalize haya kwanza. Kwa hivyo man qutila fi sabilillahi fahuwa shahidi, Mtume anafahamisha, sio mashahidi kama mnavyomtambua nyinyi kwamba aliyeuawa tu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo, aliyeuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu yeye ni shahidi. Wa man mata, na hata aliyekufa hivi hivi bila kuuawa lakini akiwa fi sabilillahi fahuwa shahid, naye pia shahidi. Wa man mata fi ta'uni, na aliyekufa katika ugonjwa wa kuambukiza. Ta'uni ni gonjwa la kuambukiza kama kolera na mengine mengi. Kila ugonjwa mbaya ambao unawavamia watu na kuwaua kwa mamilioni huwa ta'un. Ikiwa ugonjwa huo umesababishwa na panya au umesababishwa na wadudu wengine mbalimbali, ikawa watu wanakufa vibaya sana, ni ta'un. Basi atakayekufa katika vurugu kama ile anakuwa kafa fi sabilillah, shahidi yeye, fahuwa shahidi. Wa man mata fil batni, na anayekufa katika ugonjwa wa tumbo. Tumbo lina mambo mengi. Tumbo ndo station, tumbo ndo kituo cha mambo yote. Mambo yote yako tumboni kwa hakika. Kwa hivyo tumbo ni jambo baya sana. Nguvu zote za mwanadamu ziko tumboni. Akipata maradhi ya tumbo, ikiwa la kuendesha, ikiwa la kujaa pumzi, au ikiwa baadhi ya mishipa yake inaangusha maji mpaka tumbo linaingia maji na vimba mno, akafika kufa kwa maradhi ya tumbo, fa huwa shahidi, naye shahidi vile vile. Anasema chini hapa nambari 1 alipotaja wa man mata fil batni, na atakayekufa kwa tumbo, anasema ai bida'il batni, yani kwa maradhi ya tumbo. Na maradhi ya tumbo wa huwa al-istisqa'u, nayo ni maradhi ya kuvuja maji. Mtu anaharibikiwa na tumbo, anakuwa anavuja maji, tumbo lake linatoja maji.
Kwa hivyo mara linapata kujaa tele, hana raha ya maisha tena, hana pumzi, kitambi kimemzidi na kwenye tumbo, na linaanza kujaa kwa kujilia na kwa kitako, kujilia kwa kitako na raha zaidi, huja tumbo likavuja likawa linaingia maji, kwa sababu ni mkusanyiko wa mafuta na majasho hayapati kutoka, basi mara tumbo linavuja. Ndiyo maana wataalamu wote katika dini utakwenda utakuta Nabii Muhammad anasitiza sana katika mambo ya riadhatul badania, zoezi la mwili, ijapo kwa kwenda kwa miguu sana kila wakati itamsaidia mtu, ijapokuwa kusukuma baiskeli itamsaidia mtu, angalau anafanya mambo ya kufanya lile tumbo lisivuje. Lakini kwa kupoteka pahala tu mara moja tumbo huvuja, na hususan ikiwa nafasi yake mtu ya maisha ni nzuri, anakula vyakula vyenye rutuba sana, ikawa jasho halitoki, basi upesi sana huvamiwa na mambo ya kuvuja kwa tumbo. Wantifakhul batni, na vile vile uvimbe wa tumbo vile vile unasababishwa na mambo hayo. Kuna maradhi yanaitwa al-istisqa'u, limetumika tamko istisqa'i kama sala ya kuomba mvua vile, yani tumbo linakuwa limejaa kama mawingu, lishalimbika maji kama mawingu ya mvua, haliwezi kuzuia, mara huvuja, mara mvua hunyesha, tumbo liko linavimba tu. Na nyingine wal intifakhul batn, wal intifakhul batn, na uvimbe wa tumbo linajaa na vimba pumzi. Wakila, na pamesemwa vile vile maradhi haya ya tumbo ambayo mtume anazungumza hapa, huwa al-ishalu, ni kuendesha pia. Wakila, na pia panasemwa vile vile alladhi yashtaki batnuhu, ni yule ambaye linasikitika tumbo lake kwa maradhi yote mbalimbali yale. Na tumbo ndo kwenye kituo bwana, ataumwa mtu na kichwa, anaambiwa ameze dawa ile tumboni, kule ndiko kutakopatikana station ya kupeleka mpaka mishipa kichwani. Anaumwa mtu na kidole, lakini dawa atakula ameze tumboni. Tumbo ndo kwenye kituo. Kwa hivyo akipatwa mtu na maradhi ya tumbo likamuondoa duniani, fa huwa shahidi, naye vile vile huwa shahidi. Hiyo ni moja katika alama za husnul khatima, uzuri wa mwisho. Lakini kama tusemavyo, itategemea tena zaidi na amali zake alizokuwa nazo. Uzuri wa mwisho kaupata, lakini tena pategemea na amali zake alizokuwa nazo. Si guarantee moja kwa moja kwamba aliyepata uzuri wa mwisho ndo moja kwa moja kafanikiwa, tegemea na amali vile vile. Tunawaona mashuhadai hapa, mtume anataka waombewe dua, ilikuwa wao kuna guarantee kule kwamba washafanikiwa, lakini mtume anataka wapate maghfira wale Waislamu, waombe msamaha. Walghariqu shahidun, mtume akaendelea kusema katika hadithi hii, na vile vile aliyezama katika maji shahidi vile vile. Walghariqu shahidun, aliyezama katika bahari, katika mto au katika chemchemi ya matope, au kazama kwenye mchanga pahala hivi kanyaga kenda chini, fa huwa shahid. Hadithi hii akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim katika sahifa kadha, wa Ahmad kwenye sahifa kadha, an Abi Huraira, kutokana na hadithi ya Abi Huraira. Wa fil babi, na katika mlango huu vile vile, an Umar, kutokana na hadithi ya Sayyidina Umar inda al-Hakim, iliyokuja katika Masnad ya Hakim, wal Bayhaqi, na Bayhaqi vile vile kwenye sahifa kadha. Hadithi ya pili inayoonyesha vile vile ya kwamba al-mautu ghaziyan fi sabilillahi fa huwa shahidun. Tumesema wa fihi hadithani, ndani yake jambo hili mna hadithi mbili. Ya kwanza ni tulosoma, imechanganya mambo mengi, ilikuwa tunakusudia hapo man mata fi sabilillah, lakini ndani yake katika hadithi ambayo mtume katamka na mambo mengine mbalimbali. Hadithi ya pili ambayo inatoa dalili
ya yule ambaye amekufa mwenyewe, hakuuawa. Aliyekufa lakini akiwa katika jambo la Mwenyezi Mungu, naye pia ni shahidi, na ni katika alama ya uzuri wa mwisho. Hadithi ya pili, kauli ya Mtume isemayo, man fasala, fasala ay kharaja, atakaye pambanuka. Kupambanuka hapo yani katoka, kapambanuka kutokana na pahala alipokuwepo nyumbani kwake, ameondoka kina pengine. Man fasala, atakaye ondoka, fasala ay kharaja, atakaye toka, fi sabilillahi, akiwa anakwenda katika njia ya Mwenyezi Mungu yoyote itakayokuwa, ikiwa vitani, ikiwa kwenye swala. Fi sabilillahi, swala vile vile anaipatia swala. Kuna hadithi zimekuja, la yanhazuhu illa salah, hakuna jambo lilomtoa nyumbani kwake isipokuwa swala anaifuatia. Basi kule akifika msikitini, hata kama haswali, kama anaingojea ile swala, basi yeye anahesabiwa yumo ndani ya swala. Ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu, madhali ile swala ndo madhumuni ilomzuilia pale. Si kama kendea pale, kama ndea mtu hatompata kuonana naye ila msikiti fulani, pale masala mengine. Iwe hakuna jambo lilomtoa isipokuwa anafuatia dini, ama anafuatia swala ya jamaa au anafuatia kujua dini yake, basi anakuwa fi sabilillah. Man kharaja, man fasala ay kharaja fi sabilillah, famata au kutila, akafa kwa ajali au akauawa, fahuwa shahidun, basi yeye ni kufa shahidi, yeye ni shahidi. Au waqasahu farasuhu, au akamrushilia mbali farasi wake, ikawa ndo sababu mauti yake. Au ba'iruhu, au nyumbu wake anompandia mwenyewe. Mnyama ndo mnyama, mara humjia unyama akafanya matata, akamrusha mtu na mtu akapiga mbali. Yalitokezea hayo katika hijjatul wadai. Mtume alipokuwa Arafa anahutubu pale, mara akafanya matata, ngamia mmoja akamrusha sahaba mmoja katika chini, kafa, akatikilia mbali shingo. Basi au waqasahu farasuhu, au aliyemtupa farasi wake, au ba'iruhu, au nyumbu wake, au ladaghathu hamma, au ameumwa na vidudu vya kudhuru kama nyoka, tando, nge na kadhalika na kadhalika kadhalika. Vidudu vidogo hivi, nyoka na venye sumu kali kama wale nyoka, na muumo wao huitwa ladghun. Ladghun, ladaghathu alhama, ni umo ya kila mdudu na jina lake Kiarabu. Muumo wa mbu inakuwa las'un. Alba'udhu yalsa'u, mbu yeye anauma muumo wake unaitwa yalsa'u, yalsa'u alba'udhu. Na muumo wa nyoka au nge huitwa ladghun, anapiga yeye. Au ladaghathu hammatun, au akatafunwa na vijidudu, kidudu kimoja wapo katika vidudu vyenye sumu, ikiwa ni nyoka au vinginevyo. Au mata ala firashihi, au akifa au amekufa juu ya kitanda chake, bi ayi hatfin sha Allah, kwa namna yoyote ya kumzibia pumzi ambayo Mwenyezi Mungu ameipenda. Kawaga wenzake anaenda kulala, kumbe kule kule kwenye usingizi ndo mauti yake kule kule. Bi ayi shay'in, bi ayi hatfin sha Allah, kwa namna yoyote ya uzibaji wa pumzi. Hatfin ni uzibaji wa pumzi ambao sha Allah Mwenyezi Mungu ameupenda. Fa innahu shahidun, madhali kitanda kile ilipolala hafanyi zinaa pale, yuko kwake, nyumba yake halali kabisa, basi fahuwa fi sabilillah. Lakini atakayekufa katika jambo ovu, kaka pale kwa kimada, yuko danguroni, yakitokezea mauti pale hatari kubwa, kwa sababu atafufuliwa kwa kiyama pale danguroni, pale kwa mwanamke wa kinyumba, ndipo atapotoka pale kaburi kwake, anatoka pale. Kwa hivyo usimhisabu huyo vile vile kwamba kafa hivi hivi tu, kafa babaya. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, Mwenyezi Mungu anawataja wenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu wakisimama pahala wanajitazama wako wapi, wakikaa pahala wako wapi, na hata wanapokuwa wamelalia mbavu zao wanajiuliza, hapa nilipolala Mwenyezi Mungu anapakubali hapa? Huyu nilolala naye Mwenyezi Mungu yuko tayari naye mimi huyu?
wa ala junubihim, na hata wanapokuwa juu ya mbavu zao vile vile wanatakiwa Mwenyezi Mungu asimtoe katika nyoyo zao. Basi au mata ala firashihi, au akafa juu ya kitanda chake, bi ayi hatfin shaa Allahu, kwa namna yoyote ya uzibaji wa pumzi ambao Mwenyezi Mungu ameipenda kumfikishia yeye mja wake, fa innahu shahidun, hakika yeye pia ni shahidi madhali pale ya kufanya madhambi. Wa inna lahu aljanna, na kwa hakika zikithibiti na amali zake nyingine bila shaka atapata pepo. Hadithi hii akhrajahu Abu Daud, ameitoa Abu Daud, wal Hakim, na Hakim, wal Baihaqi, na Imam Baihaqi, min hadithi Abi Malik al-Ash'ari, kutokana na hadithi ya bwana Abi Malik al-Ash'ari. Wa sahahahu al-Hakim, na akaisahisha Hakim. Wa innama huwa hasanun faqat, na daraja yake hadithi hii inaambiwa ni nzuri tu basi. Hasanun faqat, ni nzuri tu kimasnadi, kimategemezi, nzuri. As-sadisa, jambo la sita katika alamati husni al-khatima, alama za kuonyesha mtu kapata uzuri wa mwisho, kaondoka duniani angalau anatamaa naye, lakini siri itobakia tena Mwenyezi Mungu anawe yeye, lakini kwa dhahiri inaonekana kapata alamati husni al-khatima. Al-maut bit-ta'un, tushataja nyuma yake katika hadithi ambayo mtume alichanganya na maneno mengine mbalimbali. Ni kifo ambacho mtu kapata kwa ta'un. Ta'un tumesema ni ugonjwa wa kuambukiza. Wa fihi ahadithu, na katika jambo hili la kufa kwa ta'un kuna hadithi nyingi. Katika hadithi nyingi hizo, ya kwanza an Hafsa binti Sirina, kutokana na Hafsa binti Sirina, qala li Anas ibn Malik, anasema kwamba amesema kunambia mimi Anas ibn Malik, kanambia bima mata Yahya ibn Abi Amra, kwa jambo gani alikufa mwenzetu bwana Yahya ibn Abi Amra? Qultu, nikamjibu, Yahya ibn Amra amekufa bita'uni, kwa ugonjwa wa kuambukiza uliozuka ghafla. Faqala, akasema Anas ibn Malik, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtume kasema, at-ta'unu shahadatan likulli muslim, gonjwa la kuambukiza limeingia ghafla kwenye nchi, ukawateketeza umati, watu hawakulalia hakuamkia, wengine hata hawakuhusu mambo, maskini maovu wanafanya wengine, maradhi yalipokuja yakawakumba watu wote. Atakayekufa katika mkumbo ule, basi at-ta'unu shahadatun, ta'uni ni shahada likulli muslim, kwa kila muislamu, kwa sharti ya kwamba likitokezea asiondoke, asende katapakaza kwingine, kipigwe karantini, na awe anatambua kwamba pale alifiki jambo sio kwa Mwenyezi Mungu aliandika, hapana kukimbia, na aliyoko nje ya nchi pale hajaingia asiingie vile vile mpaka Mwenyezi Mungu atapomaliza mwenyewe uamuzi wake. Wastahimili tu watu hivyo hivyo, atofika siku yake atakwenda tu, hata kama si ugonjwa kuambukiza, wastahimili watu. Basi atakayekufa katika maradhi yale ya kuambukiza fa huwa shahidun, kwa sababu mtume akasema at-ta'un shahadatun likulli muslim, ta'uni ni shahada ya kila muislamu. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari katika sahifa nambari kadha, wa Tayalisi, na Imamu Tayalisi katika sahifa kadha, wa Ahmadu ibn Hanbali sahifa kadha. Hadithi ya pili inayotoa dalili kwamba kufa kwa ta'un shahada vile vile, an Aisha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an at-ta'un, kutokana na bibi Aisha ya kwamba yeye bibi Aisha alimuuliza mtume wa Mwenyezi Mungu kuhusu habari ya gonjwa la ta'uni, gonjwa la kuambukiza. Fa akhbaraha nabiyullah sallallahu alayhi wasallama, basi akampa habari bwana mtume, kumpa habari bibi Aisha, annahu kana adhaban, gonjwa la kuambukiza lilikuwa ni adhabu.
yab'athuhu Allahu ala man yasha'u, ambayo Mwenyezi Mungu anaipeleka kwa mtakaye. Lakini faja'alahu Allahu rahmatan lilmu'minina, kwa sasa umati wangu Mwenyezi Mungu amejalia mambo kama hayo ni rehma kwa waumini. Ikitokezea rehma kwa namna gani? Hakuna mtu anapenda balaa hilo, lakini balaa lile litakuwa ama limesababishwa na baadhi ya watu, basi ni kuwa ni rehma. Mwenyezi Mungu atakupasafisha pale pahala, atakupasafisha, anatia pale zahma ile, watu wapate kumkumbuka Mwenyezi Mungu, warejee nyuma katika maovu yao. Wama kana rabbuka liyulika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun, haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwaangamiza watu kwa magonjwa kuambukiza au menginewe, watu wa miji kwa dhulma nao bure, hali ya kuwa watu wake wazuri haiwezekani. Lazima kuna watu pale wamevuka mpaka katika maovu. Inakuja ile buldoza, inasafisha, inang'oa kila kitu tutakiwa pale, ili watu wapate kutaadabu, wajue ulimwengu na mwenyewe, na hakubali kuchezewa huyo. Imekuwa ni rehma kwa njia hiyo. Baadaye pata takasika, takasawa watu, rehma. Na atakayetokezea kwenda kule haikumhusu mambo yale, anazo mataketema, basi kapata shahidi, naye kapa shahidi. Hadithi inasema innahu kana adhaban, gonjwa la kuambukiza lilikuwa ni adhabu, yab'athuhu Allahu ala man yasha'u, analipeleka Mwenyezi Mungu juu ya mtakaye. Faja'alahu rahmatan lilmu'minin, akalijalia kuwa ni rehma kwa waumini. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un, basi hakuna kwa mtu yoyote atakayetokezea pahala ambapo limezuka gonjwa la kuambukiza, fayamkuthu fi baladihi, akabaki kukaa katika nchi yake hiyo, haondoki akimbii, sabiran, anasubiri, ya'lamu, huku akijua yakini, annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu, ya kwamba yeye halitomfika isipokuwa lile ambalo Mwenyezi Mungu ameliandika, na kama hakuliandika basi atakwenda atakaokwenda tabaki pale pale. Basi hatusubiri hivyo na kutambua hivyo, illa kana lahu mithlu ajri shahid, isipokuwa inakuwa kwake yeye mfano wa malipo anaopata yule aliyokufa shahidi kwenye vita. Akhraj al-Bukhari sahifa kadha, wal Baihaqi sahifa kadha, wa Ahmad bin Wallahu a'lam. Mwenyezi Mungu ndiye ajua.